vyombo vya habari vinavyofanya kazi nzuri ya kutangaza Kiswahili tuvipe nguvu, vipenye nje ya mipaka ya Tanzania. Kiswahili hakitakuwa na maana kama kibaki Tanzania peke yake. Kitakuwa na maana kama ukiingia kwenye nchi za Afrika watu wanaongea Kiswahili. Kitakuwa na maana kama ukiingia kwenye mabara kama ya Ulaya watu wanaongea Kiswahili. Na ndio maana mmeona Mheshimiwa Rais amesaini juzi, ameshuhudia mkataba wakati ya Tanzania na Urusi wakiingia makubaliano ya kufundisha Kiswahili. Mmeona kuna nchi kadha wa kadha zinaingia makubaliano na Tanzania kufundisha Kiswahili. Maana yake pia si tu Kiswahili kwa maana lugha, ni ajira pia. Wewe fikiria wewe Mtanzania unajua Kiswahili, umefaulu vizuri masomo ya Kiswahili. Kwa hiyo usichangamkie ukaja kuwa mwalimu wa Kiswahili. Hiyo ni fursa pia. Lakini pia mtu unaweza kutangaza vizuri kwa Kiswahili fasaha. Kwa hiyo usichangamke ukajitambulisha huko. Tena hii ni message nzuri kwa diaspora. Kama kuna diaspora ana uwezo mzuri wa kuwa ripota mzuri, amesomea mambo ya habari, sisi ndoto yetu TBC tuipeleke duniani. Tunamkaribisha, kutana na mtendaji wetu mkuu, tuweke mikakati. Ukiwa una ripoti, kwa mfano kama una ripoti ya TBC kutokea Ufaransa hapa jijini Paris, na hela utapata. Lakini lugha yetu inazidi kukua. Tungetamani kuona kila nchi duniani ina mwandishi wa habari wa TBC anayeongea na kuripoti mambo mazuri ya TBC kutokea ndani ya nchi ambazo zimetupokea kama ambao tumepokelewa hapa Ufaransa. Tumewapa nafasi wenzetu, unafahamu kama habari ya BBC Swahili. Wamefanya kazi nzuri sana. Kuna hawa ndugu zetu wa Deutsche Welle. Wamefanya kazi nzuri sana. Sasa ni wakati wa TBC yenyewe kuchukua ramani ya dunia na kuiweka kiganjani.